Je, unafahamu mafanikio ya Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale katika kipindi cha serikali ya awamu ya 8? Ndiyo. Serikali ya awamu ya 8 inaongozwa na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi. Sekta ya utalii visiwani Zanzibar inaendelea kuweka mazingira rafiki ya uwekezaji kwa kutunga sera, sheria na miongozo inayorahisisha uwekezaji katika sekta ya utalii. Katika kutekeleza malengo na mipango ya Serikali ya Mapinduzi Zanzibar, Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale katika kipindi cha miaka 5 imefanikiwa kutekeleza mikakati mbalimbali kwa kuongeza thamani na huduma katika sekta ya utalii visiwani Zanzibar. Mikakati hiyo ni pamoja na kuwashirikisha wananchi katika kuyatunza, kuyahifadhi na kuyatumia maeneo ya utamaduni na mambo ya kale, kuimarika kwa miradi ya uhifadhi na uendelezaji wa mji mkongwe wa Zanzibar, kuyaboresha maeneo ya kihistoria kwa kuyafanyia matengenezo makubwa, sambamba na kuimarika kwa uwekezaji katika maeneo ya kihistoria na mambo ya kale. Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale imefanikiwa kuongeza matamasha yanayotangaza vivutio vya utalii, kuongeza uwekezaji katika miradi ya utalii, kupokea tuzo 6 za utalii kimataifa, kuongezeka kwa idadi ya watalii wanaotembelea Zanzibar, huku idadi ya hoteli za daraja la juu zikiendelea kuongezeka. Jitihada zaidi zinaendelea kuchukuliwa na Serikali ya Mapinduzi Zanzibar kwa kukuza utalii na michezo na kuongezeka kwa taasisi binafsi zinazosaidiana na serikali kusimamia sekta ya utalii. Mafanikio ambayo yamechochewa na kutengenezwa kwa filamu za Royal Tour na Presidential Tour ambazo zimesaidia kutangaza vivutio vya utalii vya Zanzibar. Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale inawapongeza Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Zanzibar na Mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi kwa juhudi zao za pamoja za kuimarisha utalii nchini Tanzania. Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale inawashajilisha wananchi wote kuunga mkono juhudi za Serikali ya Mapinduzi Zanzibar na kuendeleza na kuikuza sekta ya utalii visiwani Zanzibar, na kuwakumbusha kuwa Watanzania wote kudumisha amani, umoja, utulivu pamoja na maridhiano katika kipindi hiki cha kuelekea na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025. Mungu ibariki Zanzibar. Mungu ibariki Tanzania. Mungu ibariki Afrika.